Habari za asubuhi ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Karibu katika taarifa maalum ya habari. Tunaanza na hali ya sintofahamu mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mkoa wa Kivu Kusini umeshuhudia wimbi jipya la vurugu na mashambulizi. Katika kipindi cha takriban wiki moja tu, jumla ya watu 74 wameripotiwa katika matukio mbalimbali ya ukatili yaliyotokea kwenye maeneo ya Uvira, Walungu, Mwenga, Shabunda, Kabare, Fizi na Kale. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya usalama, wiki hii imekuwa yenye damu na hofu kubwa kwa raia wa Kivu Kusini. Mashambulizi ya usiku, mapigano ya makundi yenye silaha na uvamizi wa vijiji vimeripotiwa katika maeneo kadhaa ya milimani na misituni. Katika Uvira, watu wenye silaha walivamia vijiji kadhaa na kuua raia usiku wa manane na kuacha mamia wakimbizi misituni. Katika Walungu na Kabare, nyumba kadhaa zilichomwa moto, mifugo iliporwa na wakazi walikimbia bila kuelewa wapi pa kwenda. Huko Fizi na Kale, mapigano kati ya makundi ya waasi na vikosi vya usalama yameripotiwa kuwa makali zaidi, yakisababisha idadi kubwa ya wakimbizi wa ndani. Na katika maeneo ya Mwenga na Shabunda ambayo ni magumu kufikiwa, taarifa zinasema makundi yenye silaha yalishambulia vijiji kadhaa na kuacha majeruhi wengi bila huduma za dharura. Baadhi ya wakazi waliokimbia mapigano wameeleza tukio hili kama jehanamu ya ardhi. Mmoja wao, mzazi kutoka kijiji cha Runingu, alisema alilazimika kukimbia usiku wa manane huku risasi zikilenga nyumba zao. Tulirudi asubuhi na kukuta watu wetu wamelala kwenye damu, amesema mzee mmoja kwa sauti ya majonzi. Katika Kabare, mama mmoja anasimulia kwamba alikimbia na watoto wawili huku wawili wengine wakipotea katika vurugu. Wachambuzi wa usalama wanabainisha kwamba msururu wa matukio haya unatokana na mchanganyiko wa sababu kadhaa: uwepo makundi mengi ya waasi yanayogombania udhibiti wa maeneo ya madini na misitu, mivutano ya kikabila na kisiasa inayokolezwa na makundi ya silaha, udhaifu wa uwepo wa dola katika maeneo ya pembezoni, na mapigano ya kulipiza kisasi kati ya wanamgambo wa ndani. Katika maeneo kama Mwenga na Shabunda, udhibiti wa migodi ya dhahabu coltan umegawanya makundi ya wanamgambo na kusababisha mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya raia. Mashirika ya kibinadamu yanasema idadi inazidi kuwa mbaya. Zaidi ya watu 30,000 wameathirika moja kwa moja na vurugu hizi, huku maelfu wakihitaji msaada wa dharura. Barabara nyingi zimefungwa kutokana na hofu ya mashambulizi na baadhi ya vijiji havijafikiwa na wahudumu wa afya kwa sababu ya kiusalama. Mashirika kama OCHA, Karita na ECRC yametoa wito wa kufunguliwa kwa njia salama za kutoa msaada, yakionya kwamba idadi ya vifo inaweza kuongezeka kutokana na kukosekana kwa huduma. Serikali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema inafanya operation maalum za kijeshi katika maeneo yaliyoathirika na imetuma timu za tathmini kukusanya taarifa na kupanga hatua za dharura. Hata hivyo, wachambuzi wanaonya kuwa bila ushirikiano wa kimataifa na mpango madhubuti wa kusambaratisha makundi yenye silaha, vurugu hizi huenda zikageuka kuwa mgogoro mkubwa utakaoathiri mikoa yote mashariki. Hali katika Kivu Kusini ni tete na raia wengi wameendelea kuomba ulinzi wa haraka na msaada wa kibinadamu
Kwa sasa jamii ya kimataifa na wadau wa amani wanaitazama Kivu Kusini kwa wasiwasi mkubwa, wakihofia kuongezeka kwa mzunguko wa vurugu katika eneo ambalo tayari limechoka na migogoro ya muda mrefu. Tutaendelea kukuletea habari hizi kwa kina mara kwa mara na habari mpya zitakazopatikana. Mimi jina langu ni George Idi, ni kutangazia kupitia Congo Post News. Ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji, na kufanya moja, hakikisha una subscribe, una like, pia una comment na una share kwa walio wengi ili habari iendelee kuwafikia. Na habari zitupeleke huko Manyema. Mapigano ya siku ya pili kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na militia za Simba mjini Lobutu. Mji wa Lobutu katika jimbo la Manyema uliendelea kukumbwa na hali ya taharuki siku ya pili baada ya kuingia katika siku ya pili ya mapigano makali kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wanamgambo wa Simba. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama na mashuhuda wa eneo hilo, mapigano yaliendelea katika viunga vya mji kuanzia alfajiri, huku milio ya risasi nzito na nyepesi ikisikika kwa vipindi tofauti. Wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC waliendeleza operation za kuwasukuma wanamgambo hao waliodaiwa kujaribu kuimarisha mistari yao karibu na barabara kuu inayoelekea Kisangani. Wakazi wa Lobutu wameripotiwa kuwa hali ya hofu imetanda na wengi wamebaki ndani ya nyumba zao kuhofia kushikwa katikati ya ufyatuliaji wa risasi. Baadhi ya familia zinaonekana zikihama kuelekea maeneo ya Munyanga, Tingitingi na Kindu wakitafuta usalama zaidi. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa pande zote mbili zimepoteza wapiganaji, ingawa idadi kamili ya vifo na majeruhi haijathibitishwa rasmi kutokana na hali bado ni tete. Maduka mengi yamefungwa, shughuli za kawaida zimesimama na mitandao ya mawasiliano inaripotiwa kukatika mara kwa mara. Katika taarifa fupi, maafisa wa jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wameeleza kuwa wanadhibiti maeneo ya muhimu ya Lobutu na wamezamiria kuwafurusha kabisa wanamgambo wa Simba ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakisababisha hali ya kutokuwa na usalama katika maeneo ya pori ya Manyema. Wadadisi wa masuala ya usalama wanasema kuwa kuongezeka kwa mashambulizi ya makundi ya milisia katika ukanda wa mashariki mwa DRC unafungamana na migogoro ya rasilimali, mkutano wa makundi ya waasi na udhaifu wa udhibiti wa maeneo ya misitu minene. Lobutu ikiwa lango muhimu kati ya Manyema na Chopo, imekuwa ikilenga mara kwa mara na makundi yenye silaha yanayojaribu kutanua maeneo yao ya ushawishi. Kwa sasa wakazi wanaendelea kuitaka serikali na jeshi kuongeza ulinzi ili kurejesha utulivu na kuruhusu shughuli za maisha kurejea katika hali ya kawaida.